Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inaelezea jinsi uhusiano wa Iran na Marekani ulivyokumbwa na wakati mgumu zaidi kwa miongo kadhaa. Zaidi ya wiki 10 baada ya kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na wakati wa usitishaji wa mapigano ukiwa tete, pande zote mbili bado zinajadiliana kupitia wapatanishi kama vile Pakistan. Mabadilishano ya mapendekezo na majibu yanafanyika huku masuala matano makuu yakizingatiwa kuwa hoja kuu ambazo hazijatatuliwa za kutoelewana, na ndizo ambazo zinafanya kutoelewana kati ya Iran na Marekani. Kwanza ni mpango wa kurutubisha madini ya uranium, lakini pili ni hatima ya hifadhi ya Iran iliyorutubishwa ya urani, udhibiti wa uhuru wa usafiri wa bahari katika mlango wa bahari wa Hormuz, shughuli za makundi ya wakala wa Iran katika eneo hilo na programu ya makombora. Rais wa Marekani Donald Trump ametaja jibu la Iran kwa pendekezo la hivi punde la Marekani kuwa halikubaliki kabisa, na amekariri kuwa Marekani kamwe haitaruhusu Iran kupata silaha za nyuklia. Mpango wa Washington wenye vipengele 14 unaripotiwa kuwa ni pamoja na kusitisha urutubishaji wa uranium, kuondoa au kupunguza kabisa hifadhi ya Iran ya 60% ya uranium na kupunguza tena bila masharti lango la bahari la Hormuz. Pia inaunda dirisha la siku 30 ili kufungua njia ya mazungumzo kuhusu masuala mengine kama vile washirika wanaunga mkono Iran katika eneo na mpango wa makombora wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran inaona mambo yote hayo hayakubaliki. Mapendekezo ya Marekani ni mapendekezo ambayo ni ya kujisalimisha katika vita ambavyo inaamini kuwa haijashindwa na madola makubwa mawili ya kijeshi duniani kwenye medani ya kivita, na imerudisha matokeo kwenye meza ya mazungumzo. Kwa sababu hiyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatafuta mafanikio, inasemekana kusisitiza katika majibu yake ya kumaliza mara moja kwa vita, ikiwa ni pamoja na nchini Lebanon kuondolewa kikamilifu vikwazo, malipo ya fidia, kutambuliwa kwa mamlaka ya juu ya mlango wa bahari wa Hormuz na kutenganishwa kwa masuala ya dharura kama vile kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz kutoka katika mazungumzo ya nyuklia. Katika kujibu, Iran imeripotiwa kueleza utayari wake wa kuongeza au kuhamisha sehemu ya hazina yake ya uranium iliyorutubishwa hadi nchi ya tatu, lakini imekataa uhamisho wake kamili na kusisitiza haki ya kurutubisha kwa amani. Mgogoro katika mazungumzo juu ya mambo makuu matano ya kutokukubaliana umeathiri sio tu nchi hizo mbili, lakini pia usalama wa nishati duniani kote, ikiwa ni pamoja na bei ya mafuta kupanda na utulivu wa Mashariki ya Kati kuwa katika hali tete. Urutubishaji wa madini ya uranium ni moja ya maeneo muhimu na kongwe zaidi ya mgogoro huu kati ya Iran na Marekani, kwa sababu kwa mtazamo wa Washington inahusiana na suala la jinsi Iran ilivyo mbali na uwezo wa kiufundi wa kuzalisha silaha za nyuklia. Uranium ya asili pekee haifai katika mchakato wa urutubishaji. Mkusanyiko wa sehemu yenye nguvu ya uranium isotope 235 huongezeka ili kubadilisha malighafi kuwa mafuta ambayo yanaweza kutumika katika vinu vya nyuklia. Hata hivyo, kadri asilimia ya urutubishaji ya uranium ilivyoongezeka, ndivyo hatari ya matumizi yake ya kijeshi inavyozidi kuongezeka. Iran inasisitiza juu ya haki yake ya kurutubisha kwa madini ya uranium chini ya mkataba wa kuzuia usambazaji wa nyuklia NPT kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta, utafiti na mahitaji ya matibabu. Hata hivyo, Marekani na Israel zinautazama mpango huo kama kifuniko cha kufikia uwezo wa silaha za nyuklia. Ingawa urutubishaji wa 3 hadi 5 unatumika kwa mitambo ya kuzalisha umeme, na urani iliyorutubishwa hadi 20% inatumika kwa madhumuni ya utafiti. Kuongezeka kiwango hiki hadi kiwango cha juu kunafungua njia ya urani ya kiwango cha silaha. Kitaalamu, 60% ya uranium ni umbali mfupi kutoka 90% ya urutubishaji, kiwango kinachohitajika kwa bomu la nyuklia. Kufikia wakati wa vita vya siku 12, Iran imefikia kiwango cha utajiri wa 60%, kiwango ambacho kina matumizi machache sana ya kiraia, na kwa mujibu wa maafisa wa Marekani na Israel na baadhi ya wataalamu, imepunguza muda wa kuunda silaha za nyuklia nchini humo Iran hadi suala la wiki kadhaa tu. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.